Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antony Maria Claret, askofu na mwanzilishi wa shirika. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Antony huyu alizaliwa Catalonia nchini Hispania tarehe 23 mwezi Disemba mwaka 1807. Alipokuwa kijana, alifanya kazi ya kufuma nguo pamoja na baba yake, na wakati huo huo alijifunza Kilatini na uchapaji wa vitabu. Alipokuwa na umri wa miaka 22, alijiunga na seminari. Baada ya kupata upadre, kwa miaka michache alizunguka kila kona ya mkoa wa Catalonia akiwahubiria watu. Baada ya hapo, alikwenda kuhubiri katika visiwa vya Kanari. Alisisitiza umuhimu wa Ekaristi takatifu na ibada kwa moyo safi wa Bikira Maria. Alilihubiri neno la Mungu kwa nguvu zake zote. Aliwapenda maskini na kuwahudumia. Mapadre wengine walivutwa na utume wake, wakatamani kujiunga naye. Hata mwaka 1849 akaanzisha shirika lililojulikana kwa jina la Waklauret. Shirika hilo lilienea katika nchi za Hispania, Amerika na nchi nyingine. Baada ya kazi hiyo, akateuliwa kuwa askofu wa Santiago nchini Cuba, ambako alipata changamoto nyingi, lakini akafanikiwa sana katika kuziokoa roho za watu. Watu wengi wenye nia ovu ya kulizuru kanisa waliipinga kazi yake. Mtu mmoja alijaribu kumuua, lakini alikamatwa na akahukumiwa auawe. Lakini Askofu Antony alimwombea msamaha akaachiliwa. Kwa miaka 6 aliyokaa kule, alifanya mabadiliko katika seminari. Akawaweza walezi wapya, akakazia maadili ya mapadre na kufungisha sakramenti ya ndoa kwa watu wengi walioishi uchumba. Aliwafundisha waamini ambao wengi wao walikuwa wakulima mbinu bora za kilimo, na kaanzisha vikundi vya kukopeshana kati ya watu maskini. Mwaka 1857 alirudi kwao Hispania kuwa muungamishi wa Malkia Isabela wa pili, lakini alipelekwa uhamishoni pamoja naye wakati wa mapinduzi ya mwaka 1868. Alijishughulisha na kazi ya kitume na uandikaji wa vitabu, na akaanzisha maktaba ya vitabu vya kidini mjini Barcelona. Alianzisha pia kiwanda cha uchapishaji kule Barcelona, ambacho kilisaidia sana nchini pote kuimarisha roho ya kidini na ya Kikatoliki. Alijenga maabara ya sayansi na pia jumba la maonyesho ya sayansi ya viumbe, vyuo vya muziki na vya lugha. Inasemekana Askofu Antony alitoa hotuba 10,000 na kwamba aliandika vitabu 200. Aliweza kufanya kazi hizo kutokana na uaminifu wake kwa mpango ya Mungu na kwa sala. Mungu alimjalia neema nyingi, hata aliweza kubashiri matukio yajayo na kuponya magonjwa kwa sala zake.
Antoni alishiriki mtaguso wa kwanza wa Vatikano na alipata nafasi ya kuchangia mada juu ya mamlaka ya Papa kutokosea katika mafundisho ya imani na maadili. Antoni Maria Claret alifariki dunia nchini Ufaransa tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 1870. Alitajwa mwenye heri tarehe 25 mwezi Februari mwaka 1934 na Papa Pio wa 11 na akatangazwa kuwa mtakatifu tarehe 7 mwezi Mei mwaka 1950 na Papa Pio wa 12. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo ambaye ni Mtakatifu Antoni Maria Claret, askofu na mwanzilishi wa shirika. Mtakatifu Antoni Maria Claret, utuombee. Tuungane na Mtakatifu Antoni Maria Claret katika tafakari yake inayosema: kwa kuwa hatuwezi kupeleka wamisionari kila mahali, tupeleke vitabu vizuri ambavyo vinaweza kupeleka ujumbe wa habari njema kama wamisionari wenyewe. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine wa siku ya leo ambao ni Mtakatifu Fromunda, watakatifu Felisi, Askofu Adaptus na Januari, Mapade Fortunatus na Fetimas, wafiadini Algeria. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana nitakutukuza kwa maana wewe umeniinua, wala hukuwafurahisha hukuwafurahisha adui zangu, hukuwafurahisha adui zangu. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.